Mtazamaji wa Matukio Daima, tukaribishe katika kipindi hiki cha takriban dakika 16 tutakazo kwenda kuzungumzia swala zima la uchafuzi wa mazingira unaotokana na kelele mitaani. Na kelele hizi ambazo tunakwenda kuzizungumzia ni kelele za speaker na loud speaker katika maeneo ya biashara. Sasa hivi kwamba ukifika katika maeneo ya biashara, katika maeneo mbalimbali ya miji yetu, kila mmoja anatumia speaker kuweza kutangaza biashara yake. Huyu simu za mkopo, huyu sumu ya panya, huyu hichi, huyu nguo hizi. Sasa maeneo ya biashara kumekuwa na kelele nyingi sana ambazo kiafya kelele hizi ni changamoto kubwa, lakini pia hata wageni wanaofika kwa ajili ya kuweza kupata huduma katika maeneo hayo, usikivu unakuwa mdogo sana katika maeneo ya biashara. Nini kifanyike? Ninaye hapa Bwana Friday Simbaye ambaye tutakwenda kuweza kujadili nini halmashauri zetu ziweze kufanya, japo tayari mamlaka ya NEMKI ama NEMKI ambaye ni chombo chenye mamlaka ya kuweza kudhibiti uchafuzi wote wa mazingira, tayari wamekwisha toa maelekezo kwa halmashauri kuhakikisha kuwa inadhibiti kelele katika maeneo ya biashara na maeneo mbalimbali, na hata maeneo ya kuishi. Sasa hivi nakuta nyumba, baada ya nyumba 5 10 kuna kanisa, baada ya nyumba 6 7 kuna baa, baada ya nyumba 8 10 kuna kilabu cha pombe. Sasa hayo maeneo yalipangwa kwa ajili ya kuweza kuwekeza kwa ajili ya hizo biashara. Nini kifanyike kuona kwamba kila biashara inakuwa hapo sehemu husika, ili maeneo ya makazi, maeneo ya biashara, maeneo ya makazi watu wanapoenda kulala kwamba walale kwa utulivu, sio nalala kwa kelele. Makanisa kila kona, maeneo hayo yalipangwa kwa ajili ya matumizi ya nyumba za kuabudiwa, yalipangwa kwa ajili ya matumizi ya kelele hizo ambazo zipo katika maeneo ya biashara. Mambo yanakwendaje bwana? Mambo ni nzuri, tunaendelea vizuri na mji wetu ni shwari. Ndio. Leo hakuna baridi kali sana. Ingawa leo nimevaa koti lakini hakuna baridi. Siku zote nakwambia kwamba dalili ya mvua ni mawingu, lakini kwamba dalili ya hali ya hewa ni namna ambavyo unavyojiandaa. Na ukihisi kuna baridi sana, basi hisia tu zinakusukuma kutembea na koti. Na hali ya hewa inabadilika kila wakati. Sishangai sana mtu anayeenda mikoa kama mikoa ya Nyanda za Juu Kusini kutembea na koti, kwa sababu hali inaweza ikabadilika wakati wote. Na siku zote kwamba miili yetu anakuambia haijengi kwa mawe, ni ngozi hii, ni nyama, inahitaji kuweza kuhifadhiwa katika hali ya ujoto ili kuweza kudumisha afya. Ndio tunazungumzia swala zima la kelele hizi ambazo zimekuwa zikisikika katika maeneo ya biashara. Unafikiri nini cha kufanya? Kama tunavyojua, uchafuzi wa mazingira kupitia kelele ni tatizo kubwa katika miji, ambayo inasababisha wakati mwingine inasababisha athari afya, ustawi wa jamii pamoja na mazingira kwa ujumla. Kwa hiyo ili tuweze kupunguza matatizo ya kelele, tunatakiwa kama halmashauri zipange maeneo, kwa sababu zinatakiwa kwanza tunatakiwa kutoa elimu, kuelimisha jamii kuhusiana na athari za makelele. Na kelele zinaweza kusababisha athari gani kwenye maisha au kwenye afya. Kwa hiyo tunatakiwa halmashauri, manispaa na miji wapange miji yao kwamba kuna maeneo ya viwanda, kuna maeneo ya makazi, kuna maeneo ya kulima. Kwa hiyo tupange. Sasa unapopanga, kwa mfano unaweza kukuta hapa kuna kelele, hapa kuna kelele kwa sababu hatujapanga. Kwa sababu kuna maeneo ya biashara, kuna maeneo ya viwanda pia kuna vitu vya tunadhibiti nini kelele. Kila sehemu, kila mahala kuna kiwango cha kelele kinachoruhusiwa. Sasa kwamba mfano labda maeneo ya biashara, kwamba tunategemea kwamba haya ni maeneo ya biashara, mfano ni maeneo ambayo yamepangwa kwa ajili ya biashara. Sasa maeneo ya biashara unakuta duka la kwanza, la pili mtu anatumia loud speaker, ili duka jingine alitumia loud speaker. Na maeneo ya biashara kwamba anahitaji utulivu wa hali ya juu ya mtu kwenda kupata kile anachokitaka, kwa sababu sidhani kwamba hawa wateja hawajui huduma gani inapatikana wapi. Mfano anajua kabisa labda duka la vitambaa kwa Iringa, labda Ticha vitambaa,
anajua kabisa kwamba anatoka naenda Miomboni, labda mjini Iringa, kuna mtu anaitwa Ticha Vitambaa, aenda kununua kitambaa. Lakini sasa huyu aliyopo nje hapa ana sumu ya panya, sijui ile dawa ya mende, simu za mkopo. Sasa huyu mtu alipanga kwenda kununua kitambaa, lakini anakutana na vitu ambavyo tofauti. Mwisho wa siku kwamba anachanganyikiwa. Ameenda kununua kitambaa, unakuta anarudi na simu ya mkopo. Kutokana na makelele. Kelele. Wanakwambia miruthi mingi hupoteza mbwa. Hata kama mbwa udali vipi. Huku mnusi, mwisho wa siku anamkosa mnyama anayemfukuza. Anadua tu. Lakini pia tumeona kwenye halmashauri na miji yetu kwamba kuna utaratibu wa watu kuweza kulipia vibali vya matangazo. Mtu anapofanya PA anatakiwa kulipia. Sina uhakika, lakini kwamba ni kati ya shilingi 40,000 au shilingi 50,000. Sasa hizi halmashauri hazioni kwamba umefika wakati vyanzo miongoni vya mapato ikawa hawa wafanyabiashara wanaoweka loudspeaker katika maeneo yao? Yani sijakuelewa hapo. Yani hizi halmashauri tunapozungumzia vyanzo vya mapato ya mtu akitaka kufanya labda harusi, akataka kufanya matangazo PA, si anatakiwa kulipia? Analipia, mapato yanaingia serikalini. Ndio. Sasa kwa huyu mfanyabiashara ambaye anataka biashara yake kuweka matangazo ya speaker, si anatakiwa kukata kibali? Nadhani wale wanafanya kienyeji tu. Sina uhakika kwamba wale wote ambao wana speaker vile wanapeleka wanaenda kuchukua vibali kule, hapana. Sasa kwa nini hizi halmashauri, mfano tuzungumzie halmashauri ya Iringa, halmashauri ya manispaa ya Iringa ambako kelele ndio nyingi kuliko inawezekana mji mwingine wote. Yani kelele za kinachotakiwa hapa sasa ni usimamizi kwa maana madiwani kuweza kutunga sheria ndogo kuanza kuangalia zile kelele zile zina mantiki gani kwa jamii. Kwa sababu unaweza kukuta mtu mwingine anauza nyanya na ameweka speaker, anauza miogo speaker, inaita unnecessary noise, kwamba yani huko kama ninavyosema kelele nyingi zinampoteza chura au anasema kelele nyingi hazimtishi chura kunywa maji, lakini miruthi mingi inampoteza mbwa kuwinda. Kwa hiyo ni swala la halmashauri liwekeze nguvu kwenye sheria ndogo ili kuwadhibiti hao ambao wanaweka spika kiholela. Na kama ni swala la mapato, basi waweke viwango vya angalau kwamba ni muda gani wanatakiwa kutangaza na kiwango cha matangazo. Nadhani wakiweka hela kubwa, maana yake tutapunguza kelele. Mtazamaji, kwamba anachokizungumza hapa mtaalamu Friday kwamba lazima halmashauri kupitia mabaraza ya madiwani kutunga sheria ndogo. Lakini pili, swala zima la mgambo ambao wanaenda labda kuwakamata watu wanauza mboga, na hatupi takataka hapa anapouza mboga, lakini mtu anaenda kumkamata kwamba hapa sipo. Kwa nini sasa nguvu hiyo isielekezwe kwenda kuwakamata wanaopiga kelele bila utaratibu, wanaoweka miziki bila utaratibu, kwamba kuona kila anayefanya, kwa sababu mtu amelipa leseni labda ya duka, anauza nguo, kelele za nini? Leseni ya kupiga ule mziki, ana kibali cha mziki, ana kibali cha kupiga kelele. Basi kama ana kibali hicho kinatoa maelekezo kelele kiasi gani na ni wakati gani anatakiwa, sio kila wakati. Kwa sababu kuna utaratibu. Wanasema kwamba hata uhuru ambao unavuka mipaka ni vurugu. Sasa ni ushauri tu kwamba halmashauri, mheshimiwa meya na baraza lako la madiwani kuweza kukaa chini kuangalia mnadhibiti vipi kelele katika maeneo ya biashara. Lakini tumeenda mbali zaidi, unakuta kuna nyumba za ibada katika maeneo hayo ya biashara. Mfano katikati ya Miomboni kuna kanisa la KKKT, lakini kuna Wahindu pale Windini, kuna nyumba za ibada nyingi tu, lakini pia kuna msikiti. Watu wanahitaji kwenda kusali ama kuswali kwa utulivu zaidi. Lakini mtu anaswali, anasikia simu ya mkopo, njoo ukope simu leo, utalipa miezi mingapi, lipa kidogo. Hasa mtu anaanza kufikiria lipa kidogo, na yeye ana uhitaji wa simu. Mwisho wa siku hata mahubiri hasikilizi.
Ni changamoto ya watu maafisa upanga miji, yani mipango miji wanatakiwa kupanga miji yao kwamba maeneo ya kuabudia yawe peke yake, maeneo ya biashara ndio kama tunarudi pale pale. Sasa ukiweka vitu kwa pamoja hivi ndio changamoto zinakuwa kama hivyo. Unaona, ukakuta sasa hivi tumekuta watu wengi wanakuwa na msongo wa mawazo kwa sababu ya vitu kama hivyo, kelele nyingi zinakufanya mtu apati utulivu, yani makazi sehemu ya kuabudia baa. Kwa hiyo ni msongamano, lazima tupange miji yetu iwe katika ustaarabu mmoja tu. Na pamoja na hilo pia hata maeneo ya starehe, kwamba unakuta night club hadi mitaani. Sasa unakuta mitaa yenyewe imebanana, mitaa yetu hii tunajuana, mitaa imebanana, watu wanaweka night club, kelele kuanzia asubuhi mpaka kesho asubuhi. Hao watu wa mtaa huo wanalala saa ngapi? muda wa kupumzika, anapumzika saa ngapi? Ama ndio unakuta mtu anatoka nyumbani lakini anafika kazini anasinzia, hakupata muda wa kupumzika. Kwa hivyo kikubwa kwamba kuweza kuangalia namna ya sheria ndogo, hata kama night bar ama maeneo ya kelele, maeneo gani yawe na kelele, maeneo gani yasiwe kelele. Na kuna haja sasa, kwa sababu mkoa wa Iringa bwana ni kitovu cha utalii kuelekea hifadhi za nyanda za juu kusini, ikiwemo hifadhi ya taifa ya Ruaha. Basi kama wakiona kelele zina maana, waweze kuanzisha kasehemu kwa ajili ya utalii wa kelele tu. Yaani huko hiyo kelele tu, ni kelele tu, utalii wa kelele tu. Mfano wangeweza kuweka hata magari mabovu kule, sababu kule si mwishoni mwa mji afu kuna msitu kule, iwe kelele za kila aina. Mtu anayetamani kuweza kusikia utalii wa kelele basi aende magari mabovu, lakini Miomboni waweze kuiacha Miomboni katika hali ya utulivu. Sawa. Lakini sasa shida yangu kubwa, hawa watunga sheria wanaotunga hizo sheria ndogo ndogo, madiwani wao wanaona kwamba hizi kelele ni usumbufu. Nadhani watakuwa najua sasa, pengine sasa mkazo uwekeze kwa kusimamia kwenye maeneo, kila diwani asimamie kwenye eneo lake, na kama wanavyosema mojawapo ya kupunguza kelele hizo, usimesema kama kule chini kuna misitu kule msitu, kwa sababu ukipanda miti inapunguza kelele. Lakini sasa kwa mfano hapa kwetu hapa town hatuna miti, hatuna misitu. Kwa hiyo ndio maana kelele zinaenda kwa mbali zaidi. Kwa hiyo tunabidi tuweke viwango vya kelele na kuweka utaratibu. Kwa mfano hizo unazosema night club, vyumba vya starehe, wanatakiwa kuweka vitu ambavyo vinazuia sauti isitoke nje. Waweke soundproof. Na wakati mwingine hizi baa kuweka katika makazi, naona pia zimechangia hata uchafuzi wa mazingira, kwa sababu mara nyingi kukicha asubuhi, kwa sababu ni karibu na maeneo ya makazi, unakuta watu wamekojolea kwenye makopo, wametupa kwenye mtaro. Kwa hiyo tuangalie namna salama zilizotumika, unakuta ziko mitaani, watoto wanapita hapo asubuhi wanaokota, nafikiri maprizo kumbe. Tutengeneze utaratibu wa kuweka hivi vitu vikae nje ya makazi ya watu. Na mtazamaji, basi kubwa zaidi kwamba tulikuwa tukikuelezea juu ya swala zima la uchafuzi wa mazingira unatokana na kelele katika maeneo yetu ambayo tunaishi, makelele katika maeneo ya biashara, na hii kwamba katika baadhi ya miji ukiwemo mji wa Manispaa Iringa ni mji ambao unaongoza kwa kelele nyingi sana, maeneo ya biashara, mji ambao umepangwa ndio, lakini mtaani, makanisa kila sehemu. Hatukatai watu kuweza kuabudu, lakini kila nyumba mtu anaamua tu kuweza, yani anajiamria tu kuweka kanisa. Wapo watu watatu wangapi anaamua tu kuweka kanisa, lakini speaker anafunga nje. Mpo watu watatu, kuna haja ya kufunga speaker nje? Mbona mkiongea tu mnasikika? Kama mmeamua kwamba kanisa ni sehemu yoyote, kwamba basi kama mnataka kuweza kuabudu kwa kelele, mnataka kuweka mziki mkubwa, basi muweke soundproof. Lakini bar, kila baada ya nyumba 5 bar. Kila mtaa sasa hivi una baa ya kwake. Kila mtaa sasa hivi una klabu ya pombe ya kwake, vilabu 1, 2, 3. Hivi vilabu udhibiti wake ukoje? Lakini pia hata matukio ya uhalifu. Wakati mwingine tunazungumzia swala zima la ukatili wa kijinsia, wakati mwingine unasababishwa na utaratibu mbovu wa uvunjaji wa sheria wa kufungua vilabu vya pombe za kienyeji kila mtaa.
na unakuta watoto wa shule ndio wanaouza pombe, kufungua baa kila mitaa, wakati mwingine kwamba tunapelekea matukio ya ukatili wa kijinsia kuweza kuwapo, ubakaji na masuala ambayo siyofaa katika jamii yanaambukizwa watoto. Unakuta watoto wadogo tu mtoto mdogo tu anacheza dance, anajifunza wapi? Kumbe anaona dada zake kule, kaka zake kule wanachokifanya kwenye baa za mitaani. Lakini kelele hizi za miziki, kelele za matangazo katika maeneo ya biashara, basi kama tutawapa vibali, tuhakikishe kwamba tunawapa na kiwango, afungulie mziki kwa kiwango gani na wakati gani, sio kila wakati. Basi muda ule wa ibada katika maeneo ya misikiti au nyumba za ibada nyingine kusiwe na kelele zozote. Muda ule ambao sasa wa kujiachia hata masaa mawili, basi iwe ya kujiachia, lakini isiwe muda wote kelele. Mji wa Iringa yani ukipita ni kelele tu, kwamba kama una masikio mabovu kila wakati unakuwa unaugua masikio. Kama una ugonjwa wa kichwa kutokana na kelele, kwamba kelele chungu mzima, basi nafikiri ili mstahiki meya wa manispaa ya Iringa na madiwani waweze kuangalia sasa, waweze kuangalia namna kuweza kudhibiti kelele hizi, na kama wanakuta ngumu sana kuweza kudhibiti kwa kutumia sheria, wapitishe sheria ya kila anayeweka loudspeaker kuweza kulipa hata shilingi 20,000 tu kwa siku. Itaongeza uchumi, watu watakopeshwa hizo hela, watakopeshwa mikopo ya ndani. Kwa hiyo tunaweza tukasema ni chanzo kizuri cha mapato. Chanzo kizuri cha mapato kelele hizi. Kelele anakuambia kwamba kwako kelele, kwangu ni pesa. Kwa hivyo manispaa ya Iringa itengeneze pesa kupitia kelele. Isiache tu madiwani wasiende tu kupiga makofi, wapite mitaani wasikilize changamoto ambazo watu wanazisikiliza, wasitungie sheria ndogo ndogo, wafanyie kazi. Ndio maana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan aliziagiza halmashauri zote nchini Tanzania kuhakikisha kuwa zinawapanga wafanya biashara ndogo ndogo maeneo yanayotakiwa. Ndio wajasiriamali, wafanya biashara ndogo ndogo wanahitajika, lakini wafanye kila sehemu. Hapana. Sasa wakiacha wafanye kila sehemu, kwamba mwisho wa siku watakuja kupanga vitu katika ofisi ya manispaa pale. Sipana uwanja pale. Watapanga pale, si eneo lipo la wazi. Na ndio ilifika kipindi kwamba unakuta watu wanapanga viatu mpaka kwenye uzio wa manispaa, sababu sheria hazisimamiwi. Sasa tusitake kwamba watu waende huko, tuanze kudhibiti hizi kelele. Tuanze kudhibiti hizi kelele, uchafuzi unaotokana na kelele. Lakini naona wamachinga walipangiwa maeneo yao, ni ukaidi tu kwamba hawataki labda kuenda kwenye masoko ambao wamepanga. Anayewasimamia nani? Kusimamia wao, na mara nyingi wanaona mgambo wanasimama, lakini mgambo anasimamia au tunatakiwa tutoe elimu salama, kwa sababu wanapopanga vitu kwenye barabara pia usalama wao pia unakuwa, gari inaweza katoka huko au baadaye, na barabara hazijatengenezwa Friday kwa ajili ya kufanya biashara. Ndio maana kuna masoko, lazima wapelekwe kwenye maeneo ambayo wamepangwa vizuri. Makelele hakuna makelele. Ndio maana kuna sema maeneo ya biashara, maeneo ya makazi, maeneo ya kuabudu. Yaani mji lazima upangwe kwa namna hiyo. Ndio. Nimeongea jambo la muhimu sana. Na mtazamaji, basi hadi kufika hapa katika kipindi hiki cha Tanzania leo, kwamba tulikuwa tukiangazia swala zima la kelele ambazo zinasababisha uchafuzi wa mazingira kutokana na kelele katika miji yetu, na njia pekee tumeshauri tu sisi sio madiwani, hatutungi sheria sisi. Wapo ambao wanatunga sheria. Sisi tumeona kwamba hili sasa kama chombo cha habari tuna wajibu wa kuweza kuliangazia na kuweza kulisemea kwa kiasi. Hatutaki kusema sana, tuseme kwa kiasi tu. Mtu anakuambia bwana, mtu mkubwa ama mtu mzima akombi mboga. Ukiona anakula mboga sana kwamba ameipenda tu. Sasa sisi hatusemi kwamba madiwani tunawafundisha kwamba mtunge sheria, lakini kwamba hebu muangalie kama kuna umuhimu muweze kudhibiti hizi kelele, kwa sababu hao wanaoathiriwa na kelele ni wananchi wenu, na hao wanaopiga kelele ni watu wenu. Sasa muweze kuangalia kama kelele zinatija, basi manispaa ya Iringa iweze kutangaza eneo la Miomboni ni eneo la utalii wa kelele. Naam, mtazamaji, basi hadi kufika hapa tumefika mwisho kabisa. Asante kwa kuweza kuzitumia dakika 16 za kwetu, na 16 zilikuwa za elimu kwako. Nilikuwa na mwenzangu Friday Simbaya, na mimi ni Francis Godwin. Asante na uwe na siku njema. Asante sana.
Kwa afya yako na ubora wa maisha yako, unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa CF Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. CF Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbalimbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua CF Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. CF Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals.